maana yake unaenda kupotea huo utawala wote wa Samia na wa Kikwete, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyia mchanganyeni maradufu. Auaye kwa upanga atauawa kwa upanga. Sawa. Vile ambavyo watu wameuawa na kuzikwa kwenye kaburi moja kwenye maandamano, sawa, na watu wakakosa miili ya ndugu zao, sawa, ndivyo na wao watakavyokufa siku moja, kwa mara moja, kwa pamoja. Sasa mtaamua mwende mkazike wapi? Tuende huku au tuende huku? Samia na Kikwete juu ya kaburi lao kuandikwa 1914, ikimaanisha kwamba 19 ni S, maana yake ni Samia. 1 4. Hii utazipeleka kwenye hii unaweza kupeleka kwenye tarehe, sawa? Tarehe 1 mwezi wa 4 au tarehe 4 mwezi wa kwanza au tarehe 14. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo nimerudi tena kwa ajili ya kufafanua au kuelezea kwa wepesi juu ya habari ya msiba wa viongozi wawili katika nafasi moja ya urais kuzikwa kwenye kaburi moja. Sawa. Kuzikwa kwenye kaburi moja, nafasi moja na kuzikwa kwenye kaburi moja. Amen. Nikueleze au nikufanulie au nikupe mapana kwa kifupi ili upate kuelewa maana. Maana kuna watu hawaelewi maana. Sawa? Na kuna wengine wanasema hizo namba acha uongo. Sawa? Wewe nenda kazifanyie kazi ndio utajua kama kuna uongo ama kuna ukweli. Sawa? Hata nabii wa ishara nishai kumwambia hayo manamba nini, hizo utabiri wako kutumia majina si namba, hivyo tunavijua, sawa, isipokuwa tunatumia Roho Mtakatifu ndio jibu la mambo yote, au ndio njia yenye majibu kamili. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kutumia namba, lakini kama Mungu hajalipitisha haliwezi likafanya nini? Likasimama. Amen. Au unaweza kutumia namba, lakini kama muhusika hajasimama, kazi bure. Sawa? Yaani kuna michakato ya kiroho ili kutengeneza jambo katika mwili. Sawa? Sasa michakato inategemeana na uwezo wa kiroho na vitu vingine vingi tu ambavyo vinajumuisha. Sawa? Kwa hiyo marais wawili kwenye nafasi moja ya urais, aliye kazini na ambaye hayupo kazini, wote kuzikwa kwenye kaburi moja na kaburi lao kuandikwa 1914, inamaanisha ya kwamba hawa marais, sawa, utawala wao unaenda kufa kwa pamoja. Yaani unaenda kuisha kabisa, yani kama nilivyosema habari ya miungu, kufuta miungu yote. Sawa? Kufuta miungu yote maana yake unaenda kupotea huo utawala wote wa Samia na wa Kikwete, wote unaenda kufutika kabisa na kupotea. Amen. Sawa, ndiyo maana yake. Huo utawala unaenda kufutika, yani wote unaenda kufa. Sawa? Pamoja na watu wao na viongozi wao. Unaelewa? Kuzikwa kwenye kaburi moja ni tafsiri nyingi tu. Sawa? Anasema hivi katika Ufunuo 17 mstari wa 5 mpaka 7, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake.
katika kikombe kile alichokichanganyia mchanganyeni maradufu. Kwa sababu hiyo mapigo yake yanakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Elewa, auaye kwa upanga atauawa kwa upanga. Sawa, vile ambavyo watu wameuawa na kuzikwa kwenye kaburi moja kwenye maandamano, sawa, na watu wakakosa miili ya ndugu zao, sawa, ndivyo na wao watakavyokufa siku moja, kwa mara moja, kwa pamoja. Amen. Na nimekwambia operation ya kiroho ndio itakayoamua nani atangulie, nani afuatie. Sawa, yaani ule mchakato wa kiroho ndio utaamua nani atangulie, nani afuatie, au wote kwa pamoja. Utasikia huku msiba, huku msiba. Sasa mtaamua mwende mkazike wapi, tuende huku au tuende huku. Amen. Bwana asifiwe. Naelewa vizuri. Na jina kuandikwa mwaka 1914. Sawa. Viongozi wawili kuzikwa kwenye kaburi moja, juu ya kaburi ukaandikwa 1914, Samia na Kikwete, juu ya kaburi lao kuandikwa 1914, ikimaanisha kwamba 19 ni S, maana yake ni Samia. Ni nani? Samia. Kwa hiyo 1 4 hii utazipeleka kwenye hii unaweza kupeleka kwenye tarehe, sawa? Tarehe 1 mwezi wa 4, au tarehe 4 mwezi wa kwanza, au tarehe 14, au tarehe 19, vyote. Amen. Namna utakavyojua wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pamoja na mtu kutoa unabii au kutabiriwa, utakuwa rahisi, utashinda, si nini? Kuna utaratibu wa kiroho, sawa? Sawa. Kama usipoufuata basi hayo mambo hayawezi kuwepo, sawa? Ili unabii usitimie au utimie, kuna mchakato katika ulimwengu wa roho, kuna utaratibu. Na jambo hili nimeshasema limeshapitishwa. Yaani hukumu ya kifo imeshapitishwa, sawa? Imeshatolewa. Unaelewa? Yaani sawa na vile ambavyo mtu anapopewa baraka yake na Mungu, alafu shetani anaiba baraka yake. Kwa nini anaiba baraka yake? Inawezekana mtu ajui, haoni, sawa, au hajafanya kile Mungu anachohitaji mtu afanye, sawa. Mungu anawabariki watu wote, lakini shetani ndio mpinga Kristo. Yaani yeye mpinga baraka za watu na kuziiba. Aidha umjui Mungu, hujamjua Mungu, baraka zako zinaibiwa. Sawa. Kama nilivyosema mwaka 2005, sawa. Mwaka 2005 ndipo nyota yangu iliangaza, iling'aa, manake Mungu alifunua. Lakini mimi nilikuwa sijui. Lakini ninakumbuka maisha yale yalivyokuwa. Yaani yalionekana kabisa kwamba una nyota, sawa. Na ndipo mzee huyu kupitia Freemason wakaweza kuichukua nyota hii kupitia mtu wa karibu. Kwambia mchawi au mashetani hawafanyaji vitu, lazima wafanyaji vitu kutoka mbali, lazima watumie mtu wa karibu. Mzungu akitaka kuja kwako kukuroga, aje yeye kutoka Ulaya, kichawi aje kwa kuroga, lazima atafanya mbinu ya kuingizia mapepo mtu aliye karibu yako. Yaani atatafuta kama maeneo unayoishi kuna mchawi, basi watamuingizia mapepo ile mchawi ili afanye kazi ya kufuatilia wewe. Kama hakuna mchawi, basi atafuta mtu ambaye ni mkorofi ambaye hana Mungu, ndio atamtumia. Ndivyo inavyokuwa. Na ndio maana 2021 sio 2021 sio ni 2021. Ndio maana nilipofanya maombi pale Morogoro stendi ya Msamvu, sawa, Freemason walinifuata Bukoba na kuniambia
watanipa kitu chochote ninachokitaka na utajiri wote nautaka, lakini niachane na mambo ya Mungu, ya kuombaomba Mungu, ya kusali. Kwa nini? Maana yake nilirudisha nyota. Kwa hiyo wakataka waniribuni kwa njia hiyo. Wakati unazungumza maneno yale, niliona hesabu ya utajiri wa bilioni 30. Sawa, hesabu ya bilioni 30. Amen. Basi sio. Na kuna siku ni Mungu alinionyesha kuna mtumishi wa Mungu kabisa ameiba baraka zangu kupitia kwa mtu fulani. Yaani kuna mtumishi alipewa baraka zangu alafu yeye akazichukua. Yaani kuna mtu unapata pesa leo, lakini si kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili ya mtu fulani. Sawa. Yaani sawa, Mungu amekubariki, umenunua gari, lakini mimi Mungu hajanipa gari. Lakini kwa nini hajanipa gari? Kwa sababu sina kazi ya kunipa mshahara wa kuweza kununua gari. Lakini baraka hiyo imepita kwako, sawa? Alafu wewe hujui. Sema Mungu amenibariki kweli kweli, acha ninunue gari ya pili. Kumbe ile baraka ni ya mtu mwingine. Hivyo vitu vinafanyika sana, lakini sio rahisi kuvigundua. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Nashukuru kwa wale ambao wanaendelea kujifunza na kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia, sawa, na kuendelea kujifunza pia. Amen.